mamia na hivyo. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali tulikuwa lazima tutengeneze special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi ambao ndio mnawataarifu umma, hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked mpaka kuja kuwa ranked namba 5. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya na wanaendeshana kisultani tu. Hamwaulishi. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala tuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala tuangalie nani anatoka wapi. Na hakuna mwenye mamlaka, kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mieleka pale ningesema mtu kama Magoli mimi nakabiliana naye. Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali. Tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya club na timu yetu ya Simba. Kuweza kuzungumza nanyi kuhusu maendeleo ya klabu yetu ya Simba, kuwajulisha wana Simba na Watanzania na wapenzi wa Simba ambao hata si wa Tanzania kuhusu maendeleo ya klabu yao pendwa Simba. Pamoja nami nimefuatana na makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba pia Bwana Murtaza Mangungu, na mtendaji afisa mtendaji mkuu wa Simba CEO Zubeda Sakuru, pamoja na wafanyakazi wengine wa Simba, idara ya habari wakiongozwa na Bwana Ahmed. Cha kwanza ambacho napenda kuzungumza, natoa shukrani. Natoa shukrani kwa muda wote ambao tumekuwepo katika uongozi, kwa watu ambao wameifanya Simba iweze kupiga hatua kubwa. Natoa shukrani kwa wana Simba wote, wanachama na wapenzi na wale wanaotakia mema klabu ya Simba. Tunatoa shukrani kwa sponsors na partners wetu wote, na kwa umuhimu wao ni vizuri kuwataja. Tuna partners wasiopungua 18 sponsors na partners. Napenda kuwashukuru Betway. Si wakati wote kwa nini? Tunamsubiri kocha akija tafanya assessment, na si ajabu ameshafanya kufanya assessment huko, atatuambia, atalingana na hali halisi, tutamsikiliza, afu kama kitu cha kufanya tutafanya. Hiyo nimejibu mawili kwa pamoja, la kocha na dirisha dogo. Huu mgogoro huu usio useme wewe hii kwamba mgogoro ile imezungumzwa si wapi kule, si Katari, si
imezungumzwa. Mwandishi amesema tulitajwa pale kwamba sisi katika mifano ya, kwanza niseme hakusema Simba. Hakusema Simba. Ile ilionyeshwa picha kwamba yani unazungumzia matatizo afu unaonyesha picha za wapenzi wa Simba. Mimi kwa maoni yangu mimi, that was uncalled for and it was very unfortunate kutoka kwenye mtu ambaye anatoka ardhi ya Tanzania, ambaye ndio nasema mwenyekiti wa vilabu, lakini anaamua kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania kuna nini? Kuna shida. Ajifikirie mwenyewe hicho alichokifanya alitaka kuachieve nini. Sasa kama klabu bora ambayo yuko Tanzania unaionyesha kwa dunia kwamba katika Tanzania kuna matatizo, alitaka kuachieve nini? Tunasema ni narrow thinking, kwa sababu unafikiria kwamba hapa unabeba ushabiki. Ule ushabiki ule unaubeba kuupeleka sehemu ambayo haistahili. Good governance haina uhusiano wowote na matokeo. Wale watu walikuwa wanaambia kwa nini timu yao haifanyi nini? Haishindi, haifanyi vizuri. But that is not poor governance. It's not. Sio poor governance. Governance ni kwa kwamba kuna corruption, kuna rushwa, hakuna uwajibikaji, vitu haviko wazi, hakuna transparency, unaendesha vitu unavyojua mwenyewe. Hiyo ndio poor governance. Ina principles zake. Sasa pengine hakuelewa hata poor governance atakiwa kuzungumzia nini. That was uncalled for. Kwangu mimi it was very unfortunate. Kwa sababu mtu ambaye anataka protect mpira wa Tanzania hafanyi protection ya mpira wa Tanzania. Na bado tunalifanyia kazi tuweze kusema nini. Kwa kweli amekosea Simba, amekosea nchi. Kuna klabu hapa Afrika zina poor governance, hata mishahara ile. Kuna klabu kutwa zinashtakiwa FIFA na wachezaji. Zinashtakiwa FIFA na makocha. That is poor governance. Umena mkataba ulipi mtu mpaka atakupeleka FIFA, mpaka upeleke FIFA hujamlipa zaidi ya miezi 2-3. That's poor governance. Hasemi. Club licensing inataka mpaka timu ziwe na viwanja vya mazoezi. Kwa timu hazina viwanja vya mazoezi, zinazunguka tu. Hawasemi. Kwa kweli katika haya kawaida sikutegemea kitu kile kifanyike. Na hata bodi hatukutegemea kifanyike. Pengine tutajulisha mamlaka tuweze kujua kwamba hichi kinachofanyika si sawa. Na nafikiri kama nchi pia watu wajue nafasi zao. Unapokuwa kwenye nafasi fulani, unapewa nafasi fulani. Unatoa ushabiki, unafanya vitu ambavyo vinaweza kupromote mpira wetu, vikapromote nchi. Sasa yule mzee Magoma kila siku anazungumza pale. Nayo kwa hiyo ni tatizo hilo. Wakitoka leo wanachama 10 wanazungumza wakapiga tayari hiyo ni poor governance. Come on. That was uncalled for. Kiukweli kabisa. Hatukufurahishwa. Wanajaribu kujificha lakini kila mtu anajua intention yake ilikuwa ni nini. Sisi Simba tushindane na mtu. Simba sisi tunashindana na targets. Kuna watu kucha kila siku lazima iongelee Simba. Sija apate attention. We don't. Ahmed. Kwanza usiwataje kwanza. Sawa. Sisi tuna chakula kimejaa kwenye meza vya kufanya vya maana. Hii sio kutafuta nani. Sisi tuna agenda tunakuja nazo za maana za kuifanya Simba iwe bora. Sisi tutashindana na standards zetu na targets zetu. Hatuwezi kukaa kutwa tuna target timu. Yaani kila mtu akiamka ni short lived, itakwenda itaisha tu.
Sisi tutaweka mikakati ya kuendeleza timu kimkakati ambapo tunaona nafaa, na itakuwa ni 360 degrees: timu ya mpira, timu ya wanawake, timu ya watoto, infrastructure na membership growth na engagement. Tunaenda kutoa tangazo, tumempa jana mamlaka, tangazo la director wa membership, tangazo la director wa technical upya kwa vigezo vipya. Tunataka timu ambayo inakuwa engo engo zote. Hatutaki vitu vya propaganda tu hivi, ili kesho na kesho kutwa hata tukiondoka sisi hapa, anakuja mtu anakuta kuna watendaji waliokamilika, kuna vitu vimekamilika katika Simba. Klabu inapiga hatua kubwa. Trust me, this club is going to be great. Sio kwa maigizo, kwa kuweka malengo yake wenyewe ya kukua na kuata klabu vizuri. Mimi si yako na usio Manchester kila siku anasema sweet mgani. Wanaweka malengo yao. Hiyo ndio Simba, ndio vision ya Simba tunakujenga. Simba hiyo.